We lift your name, Jesus. You can just open your mouth. Kazemana makoze la katenda loze la katamagu karama mama mayeta moza ya la babaka orama meza la gotande basuyana karama mama gete zela baba babaya. You are the most high Jehovah. You are the most high God. You are the most high Adonai. You are the most high Lord. There is that escapes your attention, Lord. There is nothing that you don't know where it is. Lord, we bless your name. You are the sovereign Lord. You are the sovereign Lord. We worship you, Lord. We worship you, Yahweh. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we lift your name tonight. We exalt you in this place. We declare the name of Jesus in this meeting. We worship and adore you, Lord. May you find your presence in our midst. Never before, Lord. Minister unto our lives in a special way. Thank you for the open doors. Thank you for enabling us to see them. Thank you for enabling us to enter by night as we share, oh Lord. Keep opening our eyes. Keep opening our understanding. Keep enabling us to perceive and to take the right action. In the name of Jesus. May the heavenly hosts, may the heavenly hosts even minister unto us. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray and we say Amen. 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 Wow. So glorious. You look good. Plus the noise, you look better. Amen. Hallelujah. We can take our seats in the presence of the Lord. And then you help me appreciate the team that was leading us. Give them a good clap. Amen. Hallelujah. You are blessed. You are blessed that you came. Amen. Say amen. And someone watching us, you are blessed. We are in the season of open doors. And our theme is Revelations chapter 3 verse 8. For those that are new, we usually have seasonal themes that are speaking into our individual lives. So allow us to proceed with the theme. So God bless you for coming, and God bless all viewers. Can I tell you something? You will not be disappointed because of coming. You will be blessed. You will take something home. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 8 NKJV. I know your deeds. I know your works. See,
I have set before you an open door, basi angalia nimeweka mbele yako mlango ulio wazi, and no one can shut it. ambao hapana awezaye kuufunga. And no one can shut it. Na hapana awezaye kuufunga. Now, open doors mean opportunities to do something. Basi milango wazi inamaanisha ni nafasi za kuweza kufanya kitu. And so this one brings us to share on a subject dealing with enemies against maximizing open doors. Basi yatuelekeza katika mada ya kukabiliana na maadui zetu ili tukaweze kupata milango ambayo iko wazi. Dealing with enemies Kukabiliana na maadui against kinyume cha the enemies that are against maximizing open doors. na kinyume cha maadui ambao wako kinyume na milango ambayo iko wazi. Dealing with enemies against maximizing. Basi kukabiliana na maadui ambao wanatuzuia ili tusitumie kwa upeo wa juu. Opportunities should be maximized. Na nafasi zastahili kutumika kwa hali ya juu sana. An open door should be maximized. Milango ambayo iko wazi inastahili kutumiwa kwa hali ya juu. The results that we get from an open door yale matokeo ambayo tunayapata kutoka milango wazi should be the maximized results. Yastahili kuwa ni matokeo ambayo ni ya hali ya juu. So we are dealing with enemies against maximizing open doors. Kwa hivyo basi tunakabiliana na maadui ambao wako kinyume na kutumia kwa hali ya juu milango ambayo iko wazi. Amen. Amen. Wonderful interpretation. Wow. So, can I say this? I said open doors means opportunities to do something. Na nimesema kwamba milango wazi humaanisha nafasi ambazo ni za kutuwezesha kufanya kitu. Don't forget that one. Hiyo usisahau. This season, katika majira haya, I want to confirm nataka kuwadhibitishia that the Lord has already opened certain doors for you. ya kwamba Bwana Mungu tayari amefungua milango wazi kwako. I don't know whether you have been waiting for some other good news, but the good news is the Lord has opened some open doors for you. Hii kama umekuwa ukingojea habari njema, na habari njema ni kwamba Bwana Mungu tayari amefungua milango kwako. The Lord has opened some doors for you. Bwana Mungu amekufungulia milango mingine. So it is about now locating those doors and maximizing on that opportunity. Hivyo sasa ni kutafuta hiyo milango na kutumia hiyo nafasi kwa hali ya juu. When we are on Revelation chapter 3 verse 8, kiwa katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, we notice that tunatambua kwamba the Lord is saying, Bwana Mungu anasema, when I open the door for you, ninapokufungulia mlango, Church of Philadelphia, kanisa la Philadelphia, Church of CCI Sultan, kanisa la CCI Sultan, the family of Mutua, ile familia ya Mutua, when I open the door for you, nikikufungulia mlango, no one will shut it. hakuna mtu ambaye anaweza kufunga. We prophesy in Jesus' name Tunatabiri kwa jina la that Yesu, no enemy will shut our doors in Jesus' name. kwamba hakuna adui atakayefunga milango yetu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Now, can I say something? Sasa niweze kusema kitu. When we read no one can shut it, Tukisoma ya kwamba hakuna ambaye anaweza kufunga, it means there were enemies that had the potential to shut the doors. inamaanisha kwamba kulikuwa na maadui waliokuwa na uwezo wa kuweza kufunga hiyo milango, But they were not given the audacity, the authority, the capability to do it. lakini hawakupewa uwezo na mamlaka ya kuweza kufanya hivyo. Can I tell you something? Basi niwaambie njambo. I noticed another time, Basi nikatambua wakati mwingine, even when we go through issues, hata wakati ambapo tunapitia katika mambo, sometimes you might feel like you are losing the battle wakati mwingine unaweza kujihisi ya kwamba unapoteza katika vita, and you give up na basi unakata tamaa, when you should not give up. wakati ambapo haustahili kukata tamaa. You just need to know, Unastahili tu kufahamu, even when things are thick,
hata wakati mambo ni magumu, unless the Lord allows it, you can't go anywhere. na mpaka Mungu airuhusu, basi wewe huwezi kwenda mahali. Nothing harmful can happen. Hakuna kiofu ambacho inaweza kutendekea. Look at Daniel 1. Daniel 1. Angalia Danieli sura ya kwanza. Look at Daniel 1. Angalia Danieli sura ya kwanza. You know, the king of Babylon came Unajua mfalme wa Babiloni alikuja and besieged Jerusalem. na akazunguka mji wa Yerusalemu. After besieging Jerusalem for close to a year, Baada ya kuzunguka mji wa Yerusalemu kwa kipindi cha karibu mwaka mzima, all of us can think that the king of Babylon had the final say. sote waweza kufikiria kwamba mfalme wa Babiloni ndiye alikuwa na neno la mwisho. But the king of Babylon did not have the final say. Look at the verse 2. Verse 2. Lakini mfalme wa Babiloni hakuwa na neno la mwisho. Angalia mstari wa pili. It is the Lord who gave Jerusalem to the enemy. Basi ni Mungu aliyetoa Yerusalemu kwa maadui. It is the Lord who gave them out. Ni yeye Bwana ambaye aliwapatiana. It is not the might and the power of Nebuchadnezzar. Sio kupitia uwezo na nguvu zake Nebukadneza. Even after besieging the city for some long time, Hata baada ya kuzunguka mji kwa wakati mrefu, it is not in the power of the enemy to meddle with your affairs. hata haiko katika uwezo wa maadui kuharibu mipango yako. Unless the Lord allows, Mpaka Bwana airuhusu. the enemy can do nothing. Maadui hawezi kufanya chochote. If you get it, say amen. Kiipata basi useme amina. Amen. Amen. So there are times that God does certain things and the enemy can do nothing. Basi kuna nyakati ambapo Mungu anaweza kufanya mambo mengine na adui asiweze kufanya chochote. In this case, he has opened doors. Katika wakati huu wa nafasi na milango wazi, And then when he opens, he restricts the enemy. basi na anapofungua hiyo nafasi, The enemy is on some instructions. Sasa adui pale huwa amepewa maagizo fulani. But you see, even when he is told, don't touch this door, Lakini hata unajua kwamba hata anapoambiwa asiguze huu mlango, you go around and you find he is also trying to influence the way we enter. unatembea pale unakuta kwamba anadhiri ile njia ambayo twastahili kuingia ama vile tunaingia. For example, look at 1 Corinthians 16:9. Kwa mfano angalia Wakorintho wa kwanza 16 na mstari wa 9. A great door of opportunity has opened to preach the gospel. Basi mlango mkuu ulikuwa umefunguka wa kuhubiri Injili. But there are many adversaries. Lakini kunao watesi wengi. They are just around. The door will remain open, but they are just around. Mlango tu utasalia ukiwa wazi, lakini maadui wako pale karibu. And they can do something, na wanaweza kutekeleza kitu, but they will not touch the open door. lakini hawataguza ule mlango wazi. Now, the danger is, Sasa ile hatari ni opportunities have an expiry date. nafasi zina siku zao za kwisha ama kuharibika. Opportunities have an expiry date. Nafasi zina siku zao za mwisho. Now, kwa hivyo, tonight we are going to look at where are these adversaries. Yes, our doors are open, but where are these adversaries? Basi usiku wa leo tutaangalia sasa hawa maadui wako wapi. Ni kweli kwamba milango yetu imefunguliwa, lakini maadui wako wapi? What are they doing? Na maadui wanafanya nini? And how can we sort them out? Na tunaweza kuwashughulikia namna gani? You know, in the morning when we were in prayers, some 2 scriptures dropped into my spirit and I will share from one, and if I get more time, from the 2 of them. Basi asubuhi tulipokuwa na maombi, mistari miwili ikaanguka katika moyo wangu na kashiriki moja, basi tukipata wakati naweza kushiriki kuhusu ule mwingine. Amen. Amen. I want us to look at Ngependa tutazame something before another point of introduction before I go into the main body. pointi nyingine ya utangulizi kabla singia kwenye mwili. Colossians 4:3. Wakolosai 4 na mstari wa 3. Look at this. Angalia hapo. Meanwhile, praying for us also, that God would open to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Paul is talking. Paulo hapa anaongea mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake
tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. You know, he wants them to pray that some doors to preach are opened. Unajua anataka waombe ili milango mingine ya kuhubiri injili ifunguliwe. Oh, we can influence the opening of some doors through prayer. Kumbe tunaweza kuadhiri kufunguliwa kwa milango mingine kupitia maombi. Oh yes. So as we pray this month, some more doors can be opening. Hivyo basi tunapoomba katika mwezi huu milango zaidi inaweza kufunguka. If you are getting something, say amen. Amen. Kama unapokea kitu useme amina. Verse 4. Mstari wa 4. He then continues to explain. Basi anazidi kutoa maelezo. That I may make manifest as I ought to speak. Ili nidhihirishe kama inavyopaswa kunenwa. Verse 5. Mstari wa 5. I think verse 5 is not related. Mstari wa 5 ni kama hauhusiani na jambo What we are trying to say, there is a there is a way prayer is supposed to work around the issue of open doors. Basi vile tunajaribu kusema ni kwamba kuna njia maombi inaweza kufanya kazi katika hali ya maombi. There is something about prayer and open doors. Kuna kitu kuhusu maombi na milango wazi. Even as we deal with enemies that are around our open doors, hata tunapokabiliana na maadui ambao wako karibu na milango yetu ambayo iko wazi, we are dealing with those enemies through prayer. Tunakabiliana na hao maadui kupitia maombi. So the next part of our study will be how the enemy operates. Kwa hivyo ile sehemu nyingine ya kusoma kwetu itakuwa ni kuhusu vile adui wetu anafanya kazi around our doors. Kizunguka pale katika maeneo ya milango yetu ambayo iko wazi. Around our open doors. Katika maeneo ya milango yetu wazi. This one will enable us to know how to deal with that enemy from that point. Hii itatusaidia sasa kujua vile tutakabiliana na adui zetu kutoka kwa hiyo point. Kindly, this is the main thing. Tafadhali sasa hili ndilo jambo kuu. 2 Timothy chapter 3 verse 6. Timotheo wa pili mstari wa 3, sura ya 3 na mstari wa 6. We shall read up to verse 9. That is the main part of the study. Tutasoma hadi mstari wa 9 na hiyo ndio somo letu kuu. Paul is explaining the last days. Paulo anajaribu kuelezea kuhusu siku za mwisho. And then he is explaining something. For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts. Katika hii kuna kitu ambacho anajaribu kuelezea, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. There are some people who do that. Kunao watu ambao wanafanya hivyo. That is now an enemy. Sasa huyu ni adui. Verse 7 says, always, these enemies make people to always learn and never come to the knowledge of the truth. Sasa hawa maadui wanawasababisha watu, mstari wa 7, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Verse 8. Mstari wa 8. Now, as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, disapproved concerning the faith. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Wow. Verse 9, the last one. Mstari wa 9 na ndio wa mwisho. But they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. I think I need to begin with explaining Jannes and Jambres. Basi nahisi kwa kutanguliza kupatiana maelezo kuhusu Yana na Yambre. Jannes and Jambres. Huyu ambaye anaitwa Yane na Yambre. There is a verse that talks about Jannes and Jambres. Kindly.
Unao mstari ambao unaongea kuhusu hawa wawili, Yane na Yambre. It's a kind of a people. Ni aina ya watu. Yes. Now, as Jannes and Jambres, mstari wa 8, kama vile Yane na Yambre resisted Moses, walivyo mpinga Musa. Amen. Amen. When we read some historical information about these particular quotes, ukisoma historia nyingine kuhusu huu mstari vile umenukuliwa, you find that Jannes and Jambres were magicians. Utapata kuona ya kwamba Yane na Yambre walikuwa wachawi. Yes, they were magicians. Wenyewe walikuwa wachawi. And they resisted Moses. Na hivyo basi wakapingana na Musa. Most of the resistance that we face is not physical, it is spiritual. Just like Jannes and Jambres were resisting Moses spiritually. I will explain. Pingamizi zingine ambazo tunakumbana nazo si za kiasili ama si za kimwili, lakini za kiroho, kama vile Yane na Yambre waliweza kumpinga Musa, kama vile nitaendelea kueleza. Amen. Amen. You can find this one in Exodus also chapter 8. Unaweza kupata hii kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 8. You know, these guys, Moses tried something and they tried the same thing. Musa akajaribu kufanya jambo, naye pia akajaribu kufanya vile. He tried to make blood, you know, river Nile to be full of blood instead of water. They also tried it. Basi akasababisha maji ya mto wa Nile, yes, yawe damu, nao pia wakajaribu kufanya jambo kama hilo. You know, we are talking about the plagues. Unajua tunajaribu kuongea kuhusu tauni. Exodus 8:18. Look at 18. Kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 18. Now the magicians so worked with their enchantments to bring forth lies, but they could not. So there were lies on man and beasts. Hao wachawi nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze. Nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. By what? They worked with their enchantments. Kiswahili it is? Ni uganga, wanasema uganga. Uganga. Now, kindly look up someone. Look up. Basi tazama mtu tafadhali. This kind of sorcery of enchantments, sasa hii aina ya uchawi wa kufanya uganga, it is where they speak words. Ni pale ambapo wanatamka maneno under some negative anointing. Na chini ya upako mbaya. For example, when you check mfano ukichunguza the plagues, zile tauni. We have the plague of frogs. Tulikuwa na tauni ya vyura. They did their enchantments. Wakafanya yale matamshi yao. And they manufactured frogs. Na vile vile wakaunda wakatengeneza vyura. When they did that, Pharaoh felt so good. Sasa walipofanya hivyo, naye Farao akasimuka, akasikia vizuri. And he said Israelites are going nowhere. Na akatangaza kwamba Waisraeli hawaendi mahali. That is why Timothy is saying Jannes and Jambres resisted Moses. Na hii ndio sababu Timotheo ananukuu ya kwamba Yane na Yambre walimpinga Musa. Moses has seen a burning bush. Musa alikuwa ameona kichaka kilicho, and he has been sent to take people from that place to another land. Naye ametumwa ili awaondoe hao watu kutoka maeneo hayo kuwapeleka katika nchi geni. Moses has waited for this opportunity to the point that life is meaningless with this opportunity. Sasa Musa alikuwa amengojea jambo hili kutendeka kwa wakati mrefu, mpaka hata maisha alikuwa anapoteza ule udhamani wake. He has tried to save Israelites in his youthful age. Alikuwa amejaribu kuwaokoa wana wa Israeli katika urika wake. Now he is 80. The open door has come. It is now time to do the work, and there is a Jannes and a Jambres. Sasa yuko na umri wa miaka 80, mlango uko wazi. Sasa anajaribu kufanya ile kazi, lakini kuna watu wa kumpinga, Yane na Yambre. May every oppressor tonight hear the voice of the Lord.
in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. And may they be confounded in Jesus' Na name. wakakabiliana nao kwa jina la Yesu. So Jannes and Jambres from plague 1 up to plague 4. Jane na Yambre kutoka tauni ya kwanza mpaka tauni ya 4. They were doing what Moses does. Walikuwa wanafanya kama vile Musa alikuwa anafanya. And I want to stress this. Na nataka kutilia mkazo hii. And I want you to get this. Na ningependa ushike hii. Our war is not physical. Vita vyetu si vya mwili. The kind of resistance we are facing is not physical. Ile aina upinzani ambao tunakutana nao sio wa kimwili. When Moses released the staff Wakati Musa alipoachilia ule mkongojo to become a snake, ukafanyika nyoka, they also worked some other snakes vile vile nao walitengeneza aina nyingine za nyoka. with their enchantments. They brought forth. Wakiwa na yale matamshi yao basi wakazalisha. With their declarations they brought forth Wakiwa na kutamka kwao wakazalisha some snakes. aina za nyoka. Pharaoh hardened the heart more. Naye Farao moyo wake ukawa mgumu zaidi. He felt that by the magicians he is overcoming. Akahisi ya kwamba kupitia ushirikina anashinda. Jannes and Jambres are there today. Jane na Yambure wangali wako hata leo. They are resisting the people of God spiritually. Wanawapinga watu wa Mungu kwa kiroho. It is good that you have the degree. Na ni vizuri unayo matamko. It is good that you go to church. Ni vyema umeenda kanisani. It is good that you are spirit filled. Ni vyema kwamba umejawa na But roho. you have to learn how to deal with Jannes and Jambres. Lakini wastahili kujifunza jinsi ya kumkabili Yane na Yambre. They are able to declare things that are negative. Wanaweza kutamka mambo ya uasi. And they bring forth havoc. Na wanaleta mchafuko wa mambo sana. But tonight we are dealing with Jannes in Jesus' Lakini name. usiku wa leo tunakabiliana na Yane na Yambre. Just like we did not withstand Moses successfully. Kama vile hawakumpinga Musa kwa hali ya kumshinda. They at some point fell out Kwa wakati of the fulani race. walitoka katika upinzani They wao. gave up because something happened. I will tell Walianguka you. wakaacha kwa sababu jambo lilitendeka. We are going to press the button. Tutazidi kuponyeza kile Every kitufe. Jannes and Jambres that has been against you, Kila Yane na Yambre ambaye amekuwa kinyume nawe, we are giving them a notice in Jesus' name. tunawapatia neno la mwisho kwa jina la Tonight Yesu. is the night we are pressing our button. Na usiku wa leo ndio usiku wa kuponyeza kile We are kitufe. rising above them. Tunainuka zaidi yao. We are going to enter by our doors. Tunaingia kupitia kwa milango yetu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kindly return to the verse in Timothy for us to see again. Tafadhali turudishe katika mstari wa Timotheo ili tuweze kuona tena. But you have learned these guys declare things Lakini umejifunza kwamba hao watu wanatamka vitu to resist you. ili wakupinge. When we will tell you to arise and declare certain things by the word of God, Tukikuuliza uinuke na utamke mambo mengine kupitia kwa neno la Mungu, I want you to do it like a crazy person. ningependa uifanye kama mtu ambaye ni mwenye kichaa. Somebody that knows that there are other declarations that have been doing rounds against them. Wamejua kwamba kuna matamshi mengine ambayo wamekuwa yakitamkwa kuwahusu mahali kwengine. Someone has been creating certain results in your life that are not legitimate. Mtu amekuwa akitamka matukio mengine katika maisha yako ambayo hayafai. For resistance. Kwa kupinga. We will enter by our doors in Jesus' name. Tutapenya tuingie kwa milango yetu kwa jina la Yesu. How does the enemy operate? Sasa adui anafanya kazi namna gani? Number one. Ya kwanza. We are going to get it in verse 6. Tutaipata mstari wa 6. Look at verse 6. Angalia mstari wa 6. We might touch again these guys. Naweza tena pia kuwaguza na kuongea kuwahusu tena hawa. When Jannes and the Jambres kind of people, wakati watu wa aina ya Yane na Yambure, when they creep, they enter into fellowships, into people's houses. wanapojipenyeza na wanaingia katika maushirika, They want someone who can be easily cheated. wanataka mtu ambaye anaweza kudanganywa kwa urahisi, Gullible. kupatiwa maneno ya uongo. A gullible person is someone that can be cheated.
Huyu ni mtu ambaye anaweza kudanganywa kwa urahisi into believing the wrong thing. akaweze kuamini kile ambacho si cha ukweli. Why? Kwa nini? To lead away. Led away. Ili aongozwe atoke kwenye njia. The door is here. Sasa mlango uko hapa. The enemy wants somebody to be led away from the door, Lakini adui anamtaka mtu fulani aongozwe atolewe kwenye mlango. so that they don't enter the door, they are led away. Ili wasipenye kupitia kwa mlango, lakini So walekezwe the kwingine. first operation of the enemy Kwa hivyo kazi ya kwanza ambayo inatendwa na adui is to be led away from the door. ni kuongozwa upotee njia, If you usipitie are katika writing, mlango. kindly note that one. Kama unaandika basi unakili hiyo, uandike Be hiyo. led away from the door Kuongozwa kupelekwa mbali na mlango by lusts, kwa tamaa, by various lusts. kwa tamaa tofauti tofauti. Their bait is lust. Sasa ule mnaso wao ni kupitia kwa tamaa. They want to bring some lust so that someone will forget the main thing, the doors of the Lord. They will focus on something that the Lord doesn't like, the lust, and they just be led away. Wanataka kuwaletea tamaa ili watu wa Mungu waelekezwe kwengine ili waweze kupotea njia. This is the time to be very careful. Huu ni wakati wa kuwa mwangalifu sana. It is not time to carry bitterness. Sio wakati wa kubeba uchungu. It is not time to carry unforgiveness. Sio wakati wa kubeba kutosamehe. Because it can be a lust that will take you away from your door. Kwa sababu inaweza kuwa ni tamaa ambayo itakuelekeza kutoka kwa mlango wako. Look at some verses like Romans 8:7. Angalia misali mingine kama Warumi 8:7. You know, it says carnal mindedness is enmity with God. Inasema kwamba kuwa na akili ya kimwili basi huo ni uadui kinyume na Mungu. There is an enemy that wants you to be an enemy of God. There is an enemy that is working something to make sure that your mind is not spiritual. Kuna adui ambaye anafanya kazi mahali ambaye anataka kusababisha akili yako iwe na uadui na kinyume na Mungu. You know, away from the door. Kutoka kwa mlango. We declare tonight in Jesus' name. Tangaza usiku wa leo. We refuse to be led astray in Jesus' name. Tunakataa kuelekezwa. We refuse to be enslaved in Jesus' name. Tunakataa kupotelewa njia kwa jina la Yesu. You know where we just read, it says they creep into households. Unajua pale ambapo tumesoma ya kwamba wanajipenyeza katika manyumba za watu. Look at this, look at this. Angalia hapo. 2 Timothy. Timotheo ni wa pili sura. They creep. Wanapenyeza. They bring some other news. Wanaleta habari zingine. They want somebody to believe otherwise. Wanataka mtu aamini pengine ama vingine. Verse 6. Mstari wa 6. And they cause others to just focus on the wrong things. Na wanataka wengine waanze kufikiria na wajikite katika kitu ambacho si sawa. They want others to be captives. Wanataka wengine wawe mateka. Have you ever started, even you know, even with your phone, unajua hata pamoja na simu yako hii, you can decide today I will read 4 chapters a day and I will Facebook for one hour the whole day. I will just distribute the time 1 hour. Basi unaweza kujiamulia mwenyewe usome sura 4 za Biblia na uzigawanyishe katika saa moja. You know, the Bible will give you some inspiration. Unajua Biblia itakupatia kule kutiwa nguvu na roho. But now when you get into the phone, you realize that you are already in hour 3. Lakini sasa unapoingia katika simu yako unajipata sasa uko katika sala 3. You are already hooked there. Sasa tayari umenaswa pale. We disentangle ourselves tunajitenganisha from every captivity in Jesus' name. Kutokana na kila kutekwa mateka kwa jina la Yesu. Remember there is always that enchantment. I want you to open your mouth and declare something. Kuna huko kutamka maneno ya ninajinasua katika jina la Yesu. Open your mouth and declare unajinasua kutokana na kila mtego, kutokana na kila kutegwa katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. We refuse to be
slaves to evil lusts. Tunakataa kuwa watumwa wa tamaa mbovu. You know, we need to be people that can control our appetites. Unajua tunastahili kuwa watu ambao wanaweza kudhibiti yale matamanio yetu. Yes. That is number 1. Number 2. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, it is in verse 8. Inapatikana mstari wa 8. Look here. Tazama hapo. In this season, kwenye majira haya, God is bringing destiny helpers. Mungu analeta wale wasaidizi wa hatima. Jannes and Jambres are resisting the destiny helper of the Israelites. Basi Yane na Yebre wanazuia ama wanapinga yule msaidizi wa hatima ya wana wa Israeli. So the method that the enemy uses is opposing our destiny helpers that God has sent. Ule mpangilio shetani anaotumia ni kwamba anawapinga wale ambao ni wasaidizi wa hatima zetu. You can put that one now. Naweza kuweka hiyo. Opposing our destiny helpers that God has sent. Kuwapinga wale ambao ni wasaidizi wa hatima wetu ambao Mungu amewatuma. Opposing Moses is like opposing 4 million people. Kupinga Musa ni kama kuwapinga watu kama milioni 4. Acts chapter 13 verse 8. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 8. There is a sorcerer there who is opposing Paul. Kuna mchawi hapo ambao anampinga Paulo and Barnabas. Na Barnabas. You know, this sorcerer is opposing Paul so that he doesn't preach to the governor. Huyu mchawi anamzuilia Paulo ili asiweze kumhubiria yule gavana. Now this is what the account says. Sasa hivi ndivyo Biblia inasema. Tonight, usiku wa leo, I bring a clarion call. Whether you know your destiny helpers or not, pray for them. Na leta mwito ya kwamba kama unawajua wale wasaidizi wako hatima, hata kama wajui uwaombee. There is someone who is supposed to come into your life this season and do something. Kama kuna mtu ambaye anastahili kuja kwa maisha yako katika majira haya na afanye kitu. But you need to pray for them so that every resistance against them is broken in Jesus' name. Lakini wastahili kuombea ya kwamba kila upinzani kinyume nao basi ukavunjika kwa jina la Yesu. You can even open your mouth in a minute. We declare in the name of Jesus, every one of our destiny helpers that is being withstood from any quarter. Kila msaidizi wa hatima ambao ameletwa katika maisha yetu. We declare every opposition against them is broken tonight. Watangaze kila upinzani dhidi yao umevunjika kwa jina la Yesu. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Amen. Amen. We needed a Cyrus to arise for the people of Israel to be released from captivity. Tulihitaji mtu kama Cyrus ainuke ili aachilie watu wa Mungu watoke katika utumwa. Amen. Amen. That is number 2. Number 3. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, we get it from Acts chapter 14 verse 2 NLT. Tunaipata katika Matendo ya Mitume 14 mstari wa 2 NLT. I think I can read fast. If NKJV has the same poisoning of minds, you can later bring it. Some of the Jews, however, spurned God's message and poisoned the minds of the Gentiles against Paul and Barnabas. Walakini Wayahudi wasioamini wakawataharakisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. The point is poisoning the minds of people that we should impact. Point ni kwamba kutia sumu katika akili za watu ambao twastahili kuwaadhiri. If you are a teacher, kama wewe ni mwalimu, your students, you need to pray against the minds of your students being poisoned. Wastahili kuomba kinyume cha akili cha wanafunzi wako wasitiwe sumu. This one brings the wrong attitude. You are to the subject, and now the results are dismal. Sasa hii inaleta hata aibu kwako na kwa wanafunzi, na tena pia matokeo pale ni ya duni, The door was there. Sasa mlango ulikuwepo. But the enemy has worked round the door and ensured that the results will not come. Lakini shetani amecheza pale na ule mlango pale maeneo yale, na kisha kwamba matokeo hayaji. Look at verse 3. Angalia mstari wa 3. You know what happened? I will read up to possibly verse 4. Tusome hadi labda mstari wa 4 tuone kilichotendeka. Verse 3.
or we proceed. But the apostles stayed there a long time, preaching boldly the grace of the Lord, and the Lord proved them. This is powerful. This is very powerful. Miraculous signs and wonders. If this is a teacher, the teacher is demonstrating, analyzing, explaining, discussing. Everything is working. Sasa kama ni mwalimu anadhihirisha, anaonyesha, anachanganua na kila kitu hapa kinafanya kazi. The teacher is doing their part. Hata walimu wanafanya kazi sehemu yao. Look at verse 4. Angalia mstari wa 4. But the people, lakini jamii ya watu, were divided in their opinion about them. Lakini jamii ya watu wa mji wakafarakana. Walikuwa upande. Huyu mhubiri ni apostle wa kweli ama ni pastor? They have some other opinions when miraculous things are happening, when it's something that would make them to move from unbelievers to become believers is happening. Basi wako na maoni mengine wakati watu wanakombolewa hapa, wakati kuna vitu bado vinafanya kazi. There is all proof that we need Jesus now. Kuna dhihirisho zote ya kwamba tunamhitaji Yesu Kristo sasa. But the people, lakini wale watu, the reason is their minds were already poisoned. They cannot see the miracles. Sababu ni kwamba akili zao zilikuwa zimetiwa sumu, hawangeweza kuona ile miujiza. May every quarter where there is poisoning of minds, na basi mahali ambapo kuna kutiwa sumu kwa akili za watu, and that is your door, na sasa huo ni mlango wako, may that stronghold be broken in Jesus' name. Hiyo ngome ivunjike kwa jina la Yesu. Amen. Amen. We need to pray this some more. Tunahitaji kuomba haya zaidi. Let me just bring the teaching and we will have the material to pray. Basi wachani leo tunafundisha ili tuweze kupata mambo ya kuombea. Now, another way the enemy works around our open doors. Njia nyingine ambayo adui anafanya kazi pale katika maeneo ya milango yetu is we again go back to Timothy, 2 Timothy 3. Narudi tena Timotheo wa pili 3 mstari ni wa 4. When I was looking at Jannes and Jambres, I also noted, nilipokuwa na wachunguza watu Yane na Yabre, nilipata kufahamu they brought an unnecessary competition. Wakaleta mashindano ambayo hayakuwa na maana. Now that is now the point. Sasa hiyo ndio point. An unnecessary competition meant to stop you from acting. Sasa mashindano yasiyo na kawaida maana yakakusababisha wewe usifanye chochote. Unnecessary competition meant to stop you taking action. Basi mashindano ambayo hayana maana yalikusababisha wewe usichukue hatua. They are using witchcraft to stop Moses. They are using something. It's like they are telling people, compare. He produced a big snake, we have produced a small snake. He produced these frogs, our frogs are white. Ni kama basi wanalinganisha Musa na watu na wanawaambia basi angalia Musa, angalia hii ambayo imetengenezwa. Wanajaribu kufananisha. Unnecessary. Sasa kitu ambacho hakina maana. Our doors, we have open doors, but there are enemies that are bringing unnecessary competition there. Kuna milango yetu ambayo iko wazi, lakini kuna maadui ambao wanaleta mashindano ambayo hayana maana. We refuse to be party to unnecessary competition in Jesus' name. Tunakataa kuwa sehemu ya mashindano yasiyo na maana. We will not participate in rat race. Hatutahusika katika njia ile. You're doing things that are not meaningful, that are not adding up to anything. Kufanya mambo ambayo hana dhamani, hayana maana. We refuse such kind of an operation. Tunakataa utendaji wa kazi wa aina hiyo. Now, the last one is in verse 6. Sasa ya mwisho inapatikana katika mstari wa 6. And there I saw something, NLT kindly. Na hapo nikaona kitu katika Biblia ya NLT. Where there is a word gullible. Pale ambapo kuna hilo neno gullible, rahisi kudanganywa. NKJV. I said the enemy cheats regarding the opportunities open for us. Cheated regarding the opportunities. There is a lie around the opportunity. Basi katika maeneo hayo kuna uongo, kuna udanganyifu ambao unapatikana kwenye hayo majira ama kwenye hizo nafasi. There is a lie around the opportunity.
kuna udanganyifu ama uongo katika hizo nafasi. And so because of the lie, you even can stay, you can decide, I will not get into this door. Na hivyo kwa sababu ya huo uongo unaweza kuamua wewe hutapitia kwenye mlango ule. People have told me, watu wameniambia, yes, I need a loan here, but they told me when I get the loan, I will not be able to pay. ndio nahitaji mkopo hapa, lakini kiupata mkopo sitaweza kuulipia. The lie around the opportunity. Sasa uongo ambao uko katika maeneo ya hiyo nafasi. The enemy is not closing the door, but he has created some lies. Sasa adui afungi ule mlango, lakini amesababisha uongo. Now, what can we do? Sasa tunaweza kufanya nini? What can we do in a short while? I want to bring some few things that we can do. Basi kwa kifupi ningependa kuleta mambo ambayo tunaweza kufanya. And this is in verse 9. Na hii inapatikana katika mstari wa 9. Verse 9. Mstari wa 9. 2 Timothy 3:9. Timotheo ni wa pili sura ya 3 mstari wa 9. That Jannes and Jambres, huyu Yane na Yambre, that operation of darkness, huo utendakazi wa giza, we are supposed to stop it in Jesus' name. tunastahili kukomesha kwa jina la Yesu. It will not progress any further. Haitaendelea tena. I don't know whether you are angry at some things that we have just learned. Sijui kama umekasirikia kuhusu mambo mengine ambayo We tumejifunza can sasa hivi. stop them in Jesus' name. Tunaweza kuyasimamisha kwa jina la Yesu. We can stop the enchantments in Jesus' name. Tunaweza kusimamisha yale matamshi kwa jina la Yesu. Whatever they declared, we declare it null and void in Jesus' Chochote name. walichotamka tunakitamkia kitendi kazi So kwa that is jina la number Yesu. 1. Hiyo ni ya kwanza. Stop the progress of your opposers. Ukasimamishe, ukakomeshe kule utendakazi ama kuendelea kwa wale ambao wanakupinga. By declarations, you Kwa know. matamshi. You know, you can declare things. We are going to do something before we conclude. Tunaweza kufanya kitu, tunaweza kufanya kitu kabla hatujatamatisha. Number 2. Ya pili. Look at this part B. Angalia sehemu ya pili ya mstari. For their foolishness or their folly will be unraveled, manifest, uncovered to all. We need to pray. Tunahitaji kuomba kwa maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote. I love it. Naipenda. We pray that the evil operation of our opposers will be uncovered. Tuombe ili utendakazi mwovu kwa wale wanaotupinga ukafunuliwe, ukawe dhahiri. It is uncovered. Ukafunuliwe. So that when it is uncovered, it loses power. Ili ukifunuliwa basi ukiwa dhahiri unapoteza nguvu zake. The strength of the enemy is in our ignorance. Basi nguvu za adui zetu basi iko katika kutojua kwetu. The strength of the enemy is when you don't know. Nguvu za adui ni wakati ambapo wewe hujui. You might not even know which door. Hata inawezekana usijue ni mlango upi. You might not even know which plan they have secured against your door. Hata huo usijui ni nafasi gani ambayo wamechukua ili walinde mlango wako. But we are praying. Lakini tunaomba. Lord, uncover. Bwana Mungu, uncover those evil things they have prepared against my door. Fungua hizo vitu viovu ambavyo wametengeneza kinyume na mlango wangu. So that I don't enter my door. Ili nisiweze kuingilia katika mlango wangu. Amen. Amen. That is now verse 9. Sasa mstari wa 9 ndio huo. I think we are right. Number 1 is stop them. Number 2, declare that their folly will be manifest. Number 3, Jannes and Jambres. This is what happened. Ya tatu sasa hivi ndivyo Yane na Yabre kulifanyika kwao. Exodus 9:11. Mstari wa 11. Let me use Kiswahili here. You know, Jannes and Jambres ilifika time ya kutengeneza tauni. Boils Kiswahili ni majivu. Ile kutengeneza vidonda. Na Musa akaambiwa rusha mchanga hivi. Mchanga unaporushwa ukishuka watu watatokwa na vidonda. Sasa Exodus 9:11, Jannes and Jambres, majina yanayotumika kuonyesha magicians, hata wao Musa akirusha wao wakarusha. Waliporusha, kindly show us Exodus 9:11, walishikwa na majivu wenyewe. Hapo ndio walipoteza. Wakapotea kabisa.
Ile shida walikuwa wanatengeneza iliwashika wao wenyewe. Ile kaburi waliochimbia wengine iliwashika wao wenyewe. Waliingia wenyewe. Exodus 9:11. The boys came to them. So the point is, declare that evil plans of your enemies are reverting back to them. Basi utangaze ya kwamba mipangilio miovu ya adui basi inawarudia. You know, it is working against them. Inafanya kazi kinyume na wao. They could not stand before Moses because the boils were on them. Hawangeweza kustahimili kusimama mbele za Musa kwa sababu vile vidoda vilikuwa juu yao. We need to revert some boils to the sender. Twastahili kurudisha. We need to send some of the problems to the sender in Jesus' name. Twastahili kurudisha shida zingine kwa yule ambaye alizitoa kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Where they have poisoned the minds of people we should work with, we should break the strongholds. Pale ambapo wametia sumu katika akili za watu ambao twastahili kufanya kazi na wao, twastahili kuvunja hicho kizuizi. I think 4 points we can work with them. Number 1, ya kwanza, stop the opposers. Number 2, ukapinga wale wapinzani. declare the uncovering of evil plans. Tangaza ili mipango yao ifanywe kuwa dhahiri. Number 3, turn the evil work to the sender. Sasa ukarudishe zile kazi mbovu kwao, kwa ule ambao wametuma. And number 4, na ya 4, break poisoned minds. Just destroy that kind of a stronghold. Uharibu hiyo ngome, hicho kizuizi cha akili ambayo imetiwa sumu. And pray for your destiny helpers. Na uombe wale ambao ni wasaidizi wa hatima yako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I request you to stand up in the presence of the Lord. Na waulizeni tukasimame katika uwepo wa Bwana. I don't know which one has pressed into your heart. Sijui ni gani ambayo imefinyilia sana katika moyo wako. The team that is behind the projection, you can bring some of them. What we can do. Tunaweza kupewa yale mambo katika viwambo. I want you to open your mouth against opposition. Basi ningependa ufungue kinywa chako kinyume na upinzani. Against adversaries. Kinyume na uadui. Oh zalabagadabaga yalaba. Oh sakatakarabalagadala. We declare in the name of Jesus, every opposition that was on course against my getting into my open doors, I declare tonight in Jesus' name, it will progress no further. I break that opposition. I break that opposition in Jesus' name. Tangaza ninavunja kila kizuizi katika jina la Yesu. Ninarudisha mipango ya movu na mambo ya uovu yaliyotumwa kinyume nami, na yarudisha kwa aliyetuma katika jina la Yesu Kristo. Vile ilifanyika kwa Janes na Jabres, tunarudisha kila uovu, kila mipango ya uovu ya kutupinga, tunarudisha mipango, tunarudisha hiyo balaa kwa mwenye alituma katika jina la Yesu. Tunatangaza kila ngome za akili ambazo ni za kuharibu nafasi zetu, ni za kuharibu milango tuliofunguliwa, tunavunja hizo ngome katika jina la Yesu. Tunavunja hizo ngome katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza ambazo zilikuwa zimetangazwa zifanye kazi kinyume nami majira haya, na zitangazia kushindwa katika jina la Yesu. Zimeshindwa katika jina la Yesu. Zimeshindwa katika jina la Yesu. Mipango ya movu iliyofunikiwa mahali, iliyotengenezwa katika mahali mfiche, tunatangaza they are uncovered, na ipatikane, na ijulikane, na ipatikane, isifanye kazi katika kufichwa. Tunatangaza let the evil plans be uncovered in Jesus' mighty name. Rakadabalabalabosa. In the name of Jesus, we lift your name, Lord. We exalt you, Jehovah. I want to pray for us.
Basi nataka kuwaombea. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, may you fulfill your word tonight. wewe ukalitimize neno lako usiku wa leo. That every adversary against our open doors Ya kwamba kila upinzani wa milango yetu will be defeated in Jesus' name. iwe imeshindwa kwa jina la Yesu. We arise in the name of Jesus. Inuka kwa jina la Yesu. And by our God, Na kwa Mungu wetu, we pass through every troop. twapenya kila kusanyiko la adui. And we leap over every wall of the enemy. Na twaruka kila ukuta wa adui. We declare we are victorious. Twatangaza kwamba sisi ni washindi. And we are entering by the doors the Lord has opened for Na us. tunaingia kwa milango ambayo Mungu ametufungulia. In Jesus' mighty name we pray and we say, Kwa jina kuu la Yesu tumeomba na kusema Amen. Amen. I usher you to prayer. Na waingiza katika maombi. You can pray even this night sometimes. Mnaweza hata kuomba katika usiku huu. You can go and declare war on that enemy. Mnaweza kwenda kutangaza vita na kwa huyu adui. Don't allow Jannes and Jambres to just free range. Msiruhusu Yane na Yabre ili to just walk around and do as they wish. watembee tu na alafu wafanye vile wanafikiria. You have the weapon in Jesus' name. Nazo silaha kwa jina